Akili zetu hubadilika lakini madini huwa yanabaki vile vile. Mawazo yetu hubadilika lakini madini huwa yanabaki vile vile. Kwa hiyo ni muhimu kutumia madini ili kuweza kubaki vile vile. Kwa sababu madini yana vitu ambavyo sisi tunavihitaji ili tuweze kuwa sisi. Kuna kitu kimoja nimegundua. Unaweza ukahangaika kujifunza hizi elimu, kuhangaika sana tu ukawa unaelewa, ikawa vinakuingia akilini, lakini ukajikuta bado maisha yako yako vile vile. Yaani yako vile vile, hakuna kinachobadilika. Hadi unaweza ukaona kama maana kama hizi elimu zingine ni utapeli. Unakutana mtu mwingine anakuambia ushuhuda, anakupa ushuhuda lakini wewe unakuwa huvioni kwenye maisha yako. Nataka nisisitize tena kwamba ni muhimu kuvaa madini haya. Saizi nimeshapata sehemu ya kuyachukua mahali. Itakuwepo kwa wale ambao wako Dar es Salaam, Mbagala, tutakuwa tunauzia Mbagala. Na bei itakuwa ni bei rafiki tu. Shilingi 45,000. Maana nimeyachukua vizuri. Itakuwa ni shilingi 45,000 tu. Maana hata kama uko mkoani tunakuagizia kwenye gari. Vizuri kabisa, tuna package vizuri. Nakuagizia kwenye gari. Ili kila mmoja aweze kunufaika. Yaani huwezi amini. Unaweza ukajifunza leo, kesho kutwa ukajifunza elimu ile ile isikusaidia chochote. Lakini ukiwa umevaa madini pale unapojaribu kupanda kwenye frequency za juu, yale madini yanakuwa yanakutunzia. Hicho kitu nakisema sio kwamba eti kwa ajili mtu ameniambia, hapana. Nadhani wewe kuna wengine mmewahi kuiona hapa wakati nikiwa na ile kodi naifundisha. Nimevaa mkononi. Na tangu nimevaa mkononi ndio hichi kipindi ambacho nimekuja kupata hizi elimu, na ndio kipindi ambacho nimekuwa hivi. Mambo mengine ni mambo ya siri sana ambao siwezi hata kuongea hadharani. Ni majukumu binafsi ya nini natakuwa mtu kuifanyia jamii. Kwa hiyo siwezi kusema tu kila kitu kwa sababu inakuwa ni hatari kwa wanufaika. Mtu anakuwa unajilinda kwa sababu mwingine ni wanufaika wa shida za watu. Kuna wengine ni wanufaika wa jinsi mtu unavyozidi kuwa hauelewi haya mambo. Kuna mtu ananufaika. Sasa huwezi ukaweka kila kitu hadharani. Nataka ukombozi wa jumla. Lakini kwa wewe unayeamka sasa hivi utatusaidia kufanya ukombozi. Wengine tumeshaamua kuvaa hii jambo ni majukumu. Kwa hiyo nisisitize haya mawe. Haya mawe ni muhimu, nimewarahisishia wale ambao mko Dar es Salaam, Mbagala sio mbali. Wengine wanasema mkoani. Kulingana na huko wapi, ila Mbagala panafikika. Mbagala za KM pale panafikika. Utakuwepo ukija maeneo yale pale basi utanikuta nitakupatia madini. Hata usiponikuta mimi kuna mtu utakuwa nimemwachia pale hizi bangili. Muhimu sana bangili. Na kama unaweza unachukua rozali kabisa ile ya kuvaa shingoni. Yanasaidia sana. Ukiwa nayo unakuwa unajifunza kidogo, yanakusaidia sana. Naongea kitu ambacho nina ushuhuda nacho. Mimi huwa na mwiko, siongei kitu ambacho sina uhakika nacho. Huwa sipendi kuongea kitu ambacho sina uzoefu nacho, kwa sababu nafaidika nini nikimdanganya mtu? Hakuna ninachoweza kufaidika zaidi tu hata kujicholesha tu kwa mtu vibaya.